Sasa katuni ziko kwa ajili ya kuzichokoza sana fikra za binadamu, na ndio maana katuni moja ambayo mimi naweza nikachora inaweza ikawa na tafsiri mpaka 500 au kila mtu akawa na tafsiri yake, kwa sababu mara nyingi mimi katuni ambazo nilikuwa nikichora kwa miaka hii siweki tafsiri ya moja kwa moja. Kwa hiyo kila mtu anaitafsiri kivyake, inaruhusiwa, na kuna wakati unaweza kuwa una tafsiri nzuri kuliko ile ya kwangu mimi. Sawa bwana? Kwa hiyo ndio kazi ya katuni, kuzichokoza fikra za watu, na ndio maana utaona hata watoto wako wakiwa nyumbani kwenye TV, kitu cha kwanza ambacho mtoto anajifunza kwa kiasi kikubwa sana ni kupitia katuni, iwe ni ya TV ama iwe ya print, kwa maana ya vijitabu, magazeti na vitu vingine, lakini ni ile michoro, kwa sababu kwenye katuni ndiko ambako unaweza uka-exaggerate. Ku-exaggerate ni neno la Kiingereza, lakini maana yake ni yani ukakuza vitu, ukaongopa. Binadamu hapai, lakini kwenye katuni binadamu anaweza kapaa. Umenielewa bana? Kwenye katuni mtu anaweza kaa na kichwa kilo 18, miguu midogo. Hizo ndio katuni. Kwa hiyo nakukaribisha uweze kuwa unaangalia kwanza namna ambavyo ninavyochora, wazo linapatikana vipi, na mpaka tunavyochora, mpaka inapokwenda kwa mhariri wa gazeti, lakini mpaka inapokuja kukufikia wewe kupitia social media.